kosa kwa majeruhi kuelekea mchezo huu? Ya, tumefanya maandalizi makubwa kuelekea mechi yetu ya kesho tarehe 11, mechi ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya TMA kutoka Arusha. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri tangu tarehe 9 tumefanya maandalizi, leo tarehe 10 tunafanya maandalizi na kesho itakuwa ni siku ya mchezo wetu dhidi ya TMA. Tumefanya maandalizi makubwa kwa sababu tunatambua mchezo huo umuhimu wake na ugumu wake. Ukiangalia kwa jicho la haraka ama jicho la wasiwasi, unaweza kusema pengine tuna mchezo mwepesi kesho kwa sababu tunacheza na timu ya daraja la chini kwa maana ya TMA, lakini kiuhalisia tunacheza na timu ngumu kwa sababu kwenye mpira wa miguu dakika 90 huwa ndizo zinaamua unakuwa na mchezo wa aina gani. Huwezi kujua TMA watakuja na ubora gani katika mchezo wa kesho, lakini huwezi kujua wachezaji wao watakuja na mpango gani kuweza kutudhibiti Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo tuna kila sababu ya kujiandaa kana kwamba tunakwenda kucheza na timu kubwa mwenzetu ili tuweze kupata matokeo. Tumekuwa na rekodi sio nzuri tunapocheza mechi kama hizi kwenye hatua kama hizi. Mara kadhaa huko nyuma tumewahi kupata fundisho kwa maana ya kuondolewa. Sasa yale yote tumeyachukua kama funzo na kutupa nguvu ya kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Lakini kama haitoshi, moja kati ya wakubwa wenzetu katika ligi kuu ya NBC wameondoshwa na timu kutoka daraja la chini. Hii peke yake inakupa alert ya kwamba hizi timu ndogo sio za kuzichukulia poa poa. Ukiingia vibaya wanakufanya vibaya. Kwa sisi tunajiandaa mithili ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mwingine mkubwa dhidi ya timu kubwa kwa sababu tunataka kufanya vizuri katika mchezo huo. Wachezaji wetu wote wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulikuwa na majeraha ya wachezaji wawili, Shema Alon Fondo pamoja naye Musa Pinpin Kamara Spider, lakini wanaendelea vizuri. Ni jukumu la mwalimu kuamua kama anaweza kuwapa nafasi ya kucheza ili kupima utimamu wao wa mwili ama kuwaacha wapumzike zaidi ili watengemae kwa 100%. Lakini wengine walosalia wote wako vizuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya TMA. Athari hakuna. Tulichowaambia wachezaji wetu ni kwamba yale yote ya tarehe 8 yameshamalizika na kila mmoja ayaondoe kwenye kichwa chake, tuangalie yale ambayo yako mbele yetu. Unapokuwa na wachezaji professional inakuwa ni rahisi wao wenyewe kujitune kutoka kwenye situation moja kwenda kwenye situation nyingine. Lakini kama haitoshi, tumekubaliana ya kwamba jambo likishapita, haijalishi limepita kwa mazingira gani, aidha limepita vizuri ama limepita vibaya, lakini jukumu letu sisi ni kumove on kutoka kwenye hilo jambo na kwenda kwenye jambo jingine. Jambo ambalo liko mbele yetu ni lina umuhimu zaidi kwa maana ya kupata ushindi mbele ya TMA, lakini kama haitoshi tuna jambo jingine tarehe 14 dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo focus yetu imehama kutoka tarehe 8 kuelekea tarehe 11 na tarehe 14, na wachezaji wetu tumewajulisha hivyo wajikite zaidi kuangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Ahmed, hapo kuzungumzia jambo la tarehe 8, moja kati ya mjadala mkubwa sasa hivi ambao unakuwepo ni kwamba ni haki yenu kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, lakini mnasemekana kwamba hamkutoa taarifa. Ikoje? Na je, kila mchezo mnaoenda huwa mnatoa taarifa siku moja kama mnafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi? Kwa Simba Sports Club tulishatoa taarifa kwa maana ya taarifa ya umma, na nadhani kila mmoja aliona usiku wa tarehe 7 ama tarehe 8 alfajiri, unaweza ukaita hivyo. Simba tulitoa taarifa ya umma na kila mwana Simba akaiona taarifa ile. Ule ndiyo msimamo rasmi wa klabu yetu ya Simba na kile ndicho kitu halisi ambacho Simba Sports Club kimetokea. Kwa sasa Simba hatutaongeza wala kupunguza
wala kuongeza maelezo mengine baada ya kutoa taarifa ile. Ile ndiyo taarifa yetu rasmi, ndio alfa na omega, tumeshamaliza. Lakini bodi ya ligi na yenyewe tayari imeshatoa taarifa kuhusiana na sakata lile. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu mamlaka ya waendesha mpira wa Tanzania na tunafuata maelekezo ya mamlaka. Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi ya kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe 8 utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu smart na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka, jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya. Na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania, wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi, taifa kubwa Simba Sports Club, ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9, robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Ahmed, jana hatujajua dhamira yao ilikuwa ni nini kuja. Dhamira yao wanasema walikuja na timu yao. Vipi kipigwa pale pale kwa sababu ule uwanja wa kwenu ndio kufanya mazoezi vya kutosha. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio tena cha kukimbia. Ndio dhamira yao wanasema. Ndio dhamira ya wao kuja Bunju. Semekana imekuja na timu ilikuwepo mbele. Bahati mbaya hawakuwakuta. Wengine wanasema kwamba ni utani tu wanataka kufanya mbele. Kwa hiyo walikuja tucheze mechi. Saa 6 mchana. Sababu kama walikuwa na nia kweli tucheze mechi, muda wa mazoezi ni saa 10. Wangekuja saa 10. Kingepigwa. Kuja saa 6 ni magilini tu. Nia hiyo hawana. Na nyinyi mliwaona wachezaji kwenye hilo basi. Basi nimefungwa vio, kwa hiyo huwezi kujua. Pengine wapo. Lakini dereva anaonekana anasema wachezaji. Si ndio nyinyi mliripoti kwamba baada ya wao kuondoka pale uwanjani tarehe 8 kila mchezaji aliruhusiwa? Walijikusanya saa ngapi wakaja Bunju? Si ni kesho yake ile. Ile si ni kesho yake baadaye. Ni kesho yake ilikuwa. Yes, ndio. Yaani walijikusanya saa ngapi? Wao wanaosema basi ilikuwa na wachezaji. Wangewakuta. Sasa mnaga mechi saa 6. Wao kama kweli walikuwa wanataka mechi saa 10, sisi ndio huwa tunafanya mazoezi Bunju. Wangekuja saa 10. Sisi tuko tayari. Sisi tuko tayari. Huo ndio msimamo wetu Simba Sports Club, na tarehe kisha pangwa, kanuni zikafuatwa, zikaheshimiwa, sisi wala hata hatuna shida. Sisi hatuna shida. Hatuna shida. Sasa tuwezi kuanza kufundisha bodi na mamlaka za mpira wa miguu. Wenyewe wanadai alama 3 na magoli 3. Kwa nini? Nimeshasema kwamba kwenye hili hatuongezi chochote. Unajua hili jambo ni very tense, na lazima hata nyinyi ndugu zangu waandishi hili jambo ni tenge kweli kweli. Sio jambo la kulichukulia juu na kulichukulia kwa ushabiki. Ni jambo ambalo lina athari kubwa sana ndani yake. Ni jambo ambalo linagharimu maisha ya watu, furaha za watu na kila kitu. Kwa sio jambo la kulichukulia juu. Ni jambo very serious, ni jambo ambalo linahitaji hekima kubwa kulimaliza. Kwa hiyo ndio maana sisi tunaepuka kulizungumzia pasina kuwa na miongozo thabiti. Na ndio maana tunasema taarifa yetu tuliyoitoa tarehe 7 usiku
inajitosheleza na taarifa waliotoa bodi ya ligi inajitosheleza, na sisi Simba Sports tunaifuata taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi. Semaji, mimi nina machache ambayo natamani kufahamu, sijui kama wenzangu walishauliza au la. Nirudi nyuma ila nikasema hivyo kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia ile barua ambayo ilikuwa ikielezea namna ambavyo Simba haitashiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mengi yanazungumzwa kwamba ilienda